Kwa mara nyingine tena nimeweza kuwasili katika huu mlima. Nimeweza kuja katika huu mlima ni kwa ajili ya kazi, ambayo kazi na majukumu ambayo Mungu aliweza kunipatia katika mikono wangu, ambapo sasa siwezi katoroka katika hiyo hali ya kuweza kutimiza na kukamilisha kazi ambayo iko katika mbele zetu. Ninatamani siku hii ya leo ama majira kama ya leo nikaweze kuzungumza na wewe ambayo unanitazama, wewe unaonitazama mahali popote uko, katika taifa lolote ambapo unapatikana, katika mazingira yote ambayo unapatikana, ni kwa ajili ya neema na utukufu wa Mungu. Ninatamani nikaweze kuzungumza kuhusu mambo ambayo yanaweza kuwa ni magumu. Kuna watu ambao wamepewa majukumu magumu na ni mzigo na ni mzito sana. Kwa hivyo pasipo nguvu na uwezo na wema wa Bwana, unapata ya kwamba hiyo kazi ulioanza kuitimiza yanaweza kuwa ni ngumu. Kuna wale ambao wameweza kuachwa na jukumu ya kuweza kulea na kulinda wayatima. Wale pia wameachwa na jukumu ya kuweza kulinda wajane, pamoja na wale ambao hawajiwezi, the needy people. Niko na hiyo ujumbe wenu siku hii ya leo, na kwa kile ambacho unaweza kupitia, yale maisha ama hali ambao unapitia, ya kuweza kuhakikisha ya kwamba umeweza kusaidia na hata hao watu wakuwe watu tena baadaye, na Mungu akaweze kukubariki na ukienda pamoja katika hali zote. Hii kazi ni ngumu na ni ngumu sana. Wakati mwingine unafika mahali unakosa hile, lakini hayo yote ambayo unakosa ni ya manufaa na ni ya muhimu sana katika huo wakati. Lakini unapata ya kwamba unakosa, ndiposa moyo wako inafika mahali sasa unachoka. Ninakuhakikishia ya kwamba usikachoke katika hiyo hali, usichoke katika hiyo kazi, usichoke katika hiyo hali ambayo unaweza kupitia, ambapo sasa inakulemea tegemeo, yanaweza kukulemea wazo ama yanakulemea malengo zako. Mungu yuko na wewe. Kwa hivyo ninatamani tukaweze kuenda mbele za Mungu kabla niweze kuanza the mighty service or the mighty elimu ama the mighty preachings or the mighty teachings of the Lord. Baba takatifu, juu ya watakatifu, mfalme, asante Yesu, asante Bwana, asante mfalme wa amani, mfalme wa majeshi. Pokea sifa na utukufu Bwana. Asante kwa majira kama haya Baba, mahali ambapo tumefika ni wewe tu, mahali uliponitoa ni wewe tu Bwana. Asante hata kwa ajili ya wafuasi, asante kwa mafans, asante kwa wale ambao wanaotuona, wanaotutazama, wanaotusikiliza. Mahali ambapo wako Baba ni kwa ajili yako mfalme. Ninaomba baraka pamoja na nguvu juu ya hali zao na mipango zao Bwana. Ninaomba neema katika kazi yao na biashara zao mfalme wa amani. Katika kila taifa ambayo wako mfalme, wakabarikiwe tu jinsi mfalme wa amani Yakobo alipochomoka na kuenda katika taifa geni. Nasema ya kwamba aliweza kubarikiwa sana na akafanyika kuwa baraka mahali ambapo wako sasa hivi. Wakafanyike kuwa baraka katika hiyo kampuni, wakafanyike kuwa baraka katika hiyo kazi, wakafanyike baraka katika hiyo taifa. Na kwa kazi na jukumu ambayo umeweza kuwapatia mfalme, ukaweze kuwapatia nguvu ya kustamili hiyo kazi, na ni katika jina kuu ya Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen. Thank you very much. Thank you once again. Wacha nikaweze kuzungumza maneno kwa sekunde chache ama kwa dakika chache, na ninajua ya kwamba Mungu atakuwa Mungu katika kila hali, katika kila majukumu yoyote ambayo Mungu ameweza kukupatia. Usichoke. Ninatamani kakasome katika wajua kuna kabla niweze kusoma maandiko, wajua kuna wakati mwingine mtu ama watu wanapitia hali fulani, na ndiposa unapata ya kwamba katika hiyo hali ambayo mtu anaweza kuwa anapitia, mtu anafikiria kuna jambo maybe iliweza kutendeka, kuna jambo ya wazazi iliweza kutendeka,
Mtu anaweza jiuliza ni kwa nini haya yote yanafanyika. Lakini siku hii ya leo ninakuambia ya kwamba kwa yote ambayo yanafanyika katika maisha yako ni kwa ajili ya makusudi wa Bwana. Ni kwa ajili ya ushuhuda wa Bwana. Ni kwa ajili ya mipango wa Bwana. Kwa hivyo wakati wowote mambo yanapofanyika katika maisha yako, usije ukajiulize maswali mingi. Wewe amini Mungu tu, mtumainie Bwana. Hata kama Mungu amekupatia nafasi ya kuweza kusaidia wale ambao hawajiwezi, kulea watoto ambao hawajiwezi, kukaa na wale ambao hawajiwezi, kukaa na kusaidia wayatima na wajane, hiyo kazi usichoke nayo. Utumainie Yesu na utumainie Bwana, atakupatia nguvu na atakufungulia njia yote katika maisha yako. Kwa hivyo kunayo kitu ambayo ninatamani nikaweze kusungumusa na wewe, na nikasungumusa na yule na hata yule ambaye ananitazama, na nikasungumusa na nyinyi katika siku hii ya leo. Kuna jambo ambayo inaitwa baraka. Baraka ni kitu ambacho kina applied. Baraka ni chombo ambacho ni la maana sana katika maisha ya mwanadamu. Blessings. Wacha tusome katika maandiko. Ukisoma katika maandiko ya Mwanzo ama Genesis, in the book of Genesis chapter 28. In the book of Genesis chapter 28. Tunataka tuangalie baraka ni nini. Na ni ipi mtu anapokea baraka kwa njia gani? Na ni nini baraka hufanya katika maisha ya mtu, katika maisha ya mwanadamu? Hata katika hiyo kazi ambayo unafanya, kazi ya baraka ni nini? Katika hiyo majukumu ambayo unafanya, baraka kazi yake ni nini katika hiyo majukumu? Wacha tuangalie. Katika kitabu in the book of Genesis chapter 28 verse 1. Tutaruka tutaenda katika verse 2, anza na verse 1. Isaac called and blessed Jacob and said, you must, and blessed Jacob. Verse 3. I prayed that all the powerful will bless you. I pray that God, all powerful, will bless you and give you many children. I pray that you will become the father of the great nation, and that God will bless you and your children the same way he blessed Abraham. Unaona, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo sasa Yakobo alifika mahali ya kuweza kuondoka nyumbani, kuna jambo iliweza kufanyika mahali pale. Kuondoka kwake hakukuwa tu ya bure. Kuna jambo iliweza kutokea mahali pale, na ndiposa akaweza kutoka nyumbani kuenda katika kutafuta riziki ya kila siku. Jinsi wewe umetoka nyumbani na ukakuwa mahali huko, kuna sababu. Wengine wanatoka na sababu maalum. Kuna mtu anatoka na sababu ya kutafuta riziki for the sake of the greener pasture. Wengine pia wanatoka kwa sababu ili waweze kupiga umasikini. Wengine pia wanatoka na lengo tofauti. Lakini this is the thing I want to tell and I want to clarify with you. I want to share with you. Before you move, did you receive the first blessings? Before you begin the business, ulipokea baraka za kwanza? Before you started that company, did you receive the first blessings? Before you were married, or you get married, or you marry, did you receive the first blessings? Before you travel from your country to the earth, did you receive the blessings, the first blessings? Bible says that, and God, Isaac called upon Jacob, the son, that my son, now that you want to start, and you want to start the life, the personal life, that actually will make you to be somebody in future. I want to bless you before you move. I want to bless you before you move. Yes. Akamuita na akamwambia, nataka nikubariki ili hata mahali utakapoenda ufanyike kuwa baraka mahali pale. Wacha tuangalie katika verse 30.
The same book, Genesis, verse 30, chapter 30. In the book of Genesis 30, verse 30, chapter 30, verse 30, the Bible says, the Bible says, when I came, you had little, and now you have much more. Now you have much more. Every time I did something for you, the Lord blessed you. Now it is a time for me to work for myself. It is a time to do things for my family. Bible says that wakati ambapo Yakobo alipofika mahali ambapo anafanya kazi, alipofika katika hiyo taifa, wakati ambapo ulifika katika hiyo taifa, wakati ambapo umefika katika hiyo boma, wakati ambapo umefika katika hiyo biashara, wakati ambapo umeanza hiyo mradi ya kuweza kusaidia watu, wakati ambapo umeanza hiyo mradi ya biashara yako, Biblia inasema ya kwamba na kabla Yakobo aliweza kufika pale, basi zile vitu ambazo aliweza kupata pale, na kulikuweko na maongezeko tukilinganisha na wakati ambapo sasa yuko mala pale. Hiyo inajaribu kumaanisha nini? Wakati ambapo umepokea baraka ya kwanza, hata katika mradi zote ambapo utakapofanya, katika kazi ambayo unafanya, utakuwa wa baraka. Jambo la kwanza katika hiyo taifa, utakuwa wa baraka katika hiyo kampuni, utakuwa wa baraka katika hiyo boma. Basi kutakuwa na maongezeko. Kwa sababu gani? Umepokea baraka ya kwanza. Kwa hivyo jioni ya leo ninatamani nikazungumza ya kwamba, kwa sababu hii kazi ni ya Mungu, na wa baraka ni Mungu, wa neema ni Mungu, wenye nguvu ni Mungu, aliye na yote ni Mungu. Kwa hivyo katika kazi ambayo unafaa ufanye, kazi yote ambayo unafanya, kwanza ukaweze kuhakikisha ya kwamba umeweza kupokea baraka na neema katika hiyo kazi. Kwa hivyo hata hii kazi ya kuweza kurescue, kazi ya kuweza kukomboa na kuweza kusaidia na kuweza kusaidia na kulea, hiyo ni kazi ambayo inahitaji baraka ya kwanza. Basi wakati ambapo utapata hiyo neema ya kupokea baraka za kwanza, kila kitu ambacho utakapoguza kutakuwa na maongezeko. Chochote ambacho utakapochukua na uguze na mkono wako, itakuwa na maongezeko. Kwa hivyo jioni ya leo wacha tukazungumza, kwa sababu hii nimeweza kukuja kwa ajili ya hii kazi. Sababu wakati mwingine unachoka, wakati mwingine unafika mahali unakufa moyo, kama wakati mwingine nilipokuwa nikitafuta hali ya wale wanapitia, ngine unapata mtu ameenda kajenga huko kwa mtu, na si kana kwamba ako ni kwa hiari yake, sio katika hiari yake, sio kwa mapenzi yake. Unapata ya kwamba sasa amekosa otherwise. Unapata mtoto jameni ameshikwa, ako katika mahali na hakuna yule wa kumsaidia. Pengine mama aliweza kumpata ujauzito akiwa nyumbani, basi bahati mbaya akapoteza maisha. Ama unapata ya kwamba mama ameweza kufukuzwa baada ya mwana yake kuaga, sasa akabaki tu hivyo mjane. Basi wale mawifu wake ama mashemeji wake wameanza mambo mingi, wamekuwa na vurugu hapa na pale, inabidi akaweze kutoka. Lakini sasa wakati ambapo mahali anaenda, nani atakuwa mgeni wa nani? Mahali ambapo anaenda ni nani atakayemsaidia jamani? Kwa hivyo hii kazi ambapo Mungu anaweza kukupatia majukumu, usichoke na majukumu ya Mungu. Usichoke na kazi ambaye Mungu amekupatia. Ingawaje inaweza kuwa mzito, inaweza kuwa na challenges, mambo yanaweza kuwa mingi, dhiki, matukano, fujo, mambo mingi sana ya kukera, lakini ninakuomba usichoke. Wapo huo moyo wa kwanza wa kusaidia uliokuwa nayo wa kwanza, na huo moyo wa kusaidia ikaweze
kukua na kuendelea tu katika maisha yako. Kwa hivyo majira kama haya niliweza kupokea, ndio nimeweza kushuka, nimeweza kutoka safari. Nilikuwa katika hali tu ya hapa na pale ya kuweza kusimu mingi, mara uko wapi, mara mchungaji uko wapi, pastor uko wapi, kuna shida mahali, kuna mtoto anapitia, kuna mzee anapitia, ameandamwa na mambo mingi ya ulevi, ameandamwa na mambo mingi sana ulevi, na unapata mtu anaingia mambo yenye imekuwa mingi sana kesi kama hizo, na watoto wanabaki upweke, wanabaki pasipo na usaidizi wowote. Kwa hivyo leo nitaweza kutafuta leo hapa kuna mtoto fulani aliweza kupotea tu kighafla, na watu hawajui yuko wapi, sababu hakuna mtu